Hasa kipindi cha dhiki kuu, dunia inaenda kukinywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu pasipo kuchakachuliwa, yani ghadhabu ya Mungu kama ilivyo. Ni hatari sana. Sasa hebu tuangalie kwanza, je, kanisa litakuwepo katika kipindi cha dhiki kuu? Kanisa litapita katika kipindi cha dhiki kuu au kanisa halitapita katika kipindi cha dhiki kuu? Sasa zipo nadharia tatu hapa. Zipo nadharia tatu, ambapo nadharia ya kwanza inasema kwamba kanisa lilikwisha pitia kipindi cha dhiki kuu. Kanisa lilikwisha kupitia kipindi cha dhiki kuu, ambapo nadharia hii inasimama katika kitabu kile cha Mathayo 24 pale. Ukisoma pale utaona Yesu anaongelea dhiki ambayo italipata kanisa, na wanasema kwamba kanisa lilikwisha kupita katika hicho kipindi cha dhiki, ambacho wanaambatanisha na yale mateso ya lile kanisa la kwanza. Tunakumbuka kanisa la kwanza lilipitia mateso makali, mitume waliuawa, mitume walichinjwa, mitume walisulubishwa, mitume walitengwa, mitume walifanyiwa mambo yote mabaya ambayo watu walikuwa wanawafanyia kwa ajili ya wokovu wao. Kwa ile ni dhiki ambayo ilikuwa haistahimiliki. Hivyo basi nadharia hii ya kwanza inaamini kanisa lilikwisha pita kipindi cha dhiki kuu, na chukizo la uharibifu lilikwisha kutokea pale ambapo serikali ya Roma ilivunja hekalu la Sulemani. Hekalu la mfalme Herode lilipovunjwa na ile serikali ya Roma, na baadaye katika eneo lile la hekalu wakatengeneza hekalu lingine la Kiroma pale, ambapo wakamwekea sanamu Mungu Jupiter. Kwa hiyo nadharia hii inaamini kanisa lilikwisha pita katika kipindi cha dhiki kuu. Sio, unanielewa? Lakini nadharia nyingine ya pili inasema kwamba kanisa litapitia kipindi cha dhiki kuu. Bado halijapita, ila litapitia kipindi cha dhiki kuu. Kwa dhiki kuu itakapokuwa inaukumba ulimwengu, kanisa na lenyewe itakuwa miongoni mwa sehemu ya dhiki kuu. Kwa hiyo watu watapitia mateso sawa sawa na mateso ambayo ulimwengu utapitia kipindi ambacho dhiki kuu inakuja. Tunapoongelea dhiki kuu ni kipindi cha mpinga Kristo. Kwa hiyo nadharia inaamini kanisa litakuwepo wakati wa kipindi hicho, isipokuwa tu ni kwamba Mungu atalilinda kanisa katika kiroho, yaani atalilinda kanisa kiroho, lakini katika mwili tutapitia mateso sawa sawa na ulimwengu watakaoyapitia. Kwa hiyo alafu baada ya kupitia yale mateso, ya kupata mateso kikamilifu, nadharia hii inaamini kwamba mateso ni sehemu ya wokovu wetu. Kwa hiyo hayaepukiki mateso haya katika kipindi cha dhiki. Kwa hiyo sasa nadharia hii inaamini kwamba baada ya dhiki kuu ndipo ambapo Yesu atarudi na kulichukua kanisa lake. Mara baada ya dhiki kuu Yesu atarudi kulichukua kanisa lake, ambapo wao ambao wanaamini nadharia hii huthibitisha kwamba hakuna haya katika Biblia inayosema kwa uwazi kabisa kwamba kanisa litapita katika kipindi cha dhiki kuu. Hakuna haya inayotuambia kwamba kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Kwa hiyo kwa kuwa hakuna haya direct, na unaona kabisa maandiko haya yanaonyesha kabisa dhiki ni sehemu ya kazi ya wokovu, ni sehemu ya wokovu, ni sehemu ya kanisa, basi kanisa litapita na halitakwepa dhiki kuu. Kwa hiyo ni nadharia ya pili. Na nadharia ya tatu inasema kwamba kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu, yaani kwa maana Kristo Yesu atakuja, ataliondoa kanisa mapema kabla dhiki kuu haijaanza, na mara baada ya kanisa kuondolewa ndipo dhiki kuu itaanza rasmi. Umeona? Sasa nataka leo niwe direct sana. Leo nataka ninyoshe moja kwa moja katika majibu, lakini sasa kabla sijanyoka moja kwa moja, nataka niseme kitu kimoja kwamba neno dhiki kuu ni neno ambalo linamaanisha kwamba ni kipindi cha mateso, maumivu, shida, adha, mateso makali, uchungu mzito ambao haujawahi kutokea katika historia ya mwanadamu tangu kuumbwa kwake, tangu siku za mwanadamu zilipoanza kuhesabiwa chini ya jua. Katika historia ya mwanadamu wa vizazi vyote na nyakati zote haijawahi kutokea dhiki kama ambayo dhiki kuu inayosema. Kwa hiyo hapa katika kitabu kile cha Mathayo 24 pale anaonyesha Yesu kwamba
mstari wa 21 kwamba hakujawahi kutokea dhiki kubwa kama ambayo itaenda kuikuta ulimwengu, na haitakuja kutokea tena dhiki ya namna hiyo. Umeona? Lakini dhiki kuu inatajwa katika kitabu kile cha Danieli 9:27 na Danieli 12 mstari wa kwanza. Lakini zaidi ya yote kitabu ambacho kinaiongelea dhiki kuu kwa ukubwa na kwa kina sana ni kitabu cha Ufunuo, ambapo kuanzia sura ya 6 mpaka sura ya 19 inaongelea dhiki kuu kwa undani sana. Ni sura kama 13 hivi zinaongelea kwa habari ya dhiki kuu, sura 13 hadi 14, kuanzia sura ya 6 mpaka 19, just imagine, zinaongelea kwa habari ya dhiki kuu, ambapo sasa neno dhiki kuu ni kikombe cha ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na maji, yaani kikombe cha ghadhabu ya Mungu kilichojaa ambacho hakijachakachuliwa. Sio, unaelewa? Mara nyingi Mungu tunashuhudia kwenye maandiko, mara nyingi Mungu ambapo anaadhibu waga hasira zake zinapozwa. Zinaweza zikapozwa na sadaka, zinaweza zikapozwa na kitu fulani, zinaweza zikapozwa na kitu fulani, lakini kipindi cha dhiki kuu ni hasira ya Mungu itashuka kama ilivyo bila kupozwa na chochote, yani itashuka kama ilivyo. Sasa je, kanisa litapita katika kipindi hicho au limekwisha kupita ama halitapita katika kipindi cha dhiki kuu? Sasa ni kwamba pasipo kujali mapokeo ya madhehebu ya watu, pasipo kujali imani umejengwa katika nini, lakini ni kwamba kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Kwa mujibu wa maandiko na ushahidi wa maandiko ni kwamba kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Nadharia ya tatu kwamba Mungu ataliondoa kanisa kabla ya dhiki kuu ndio nadharia sahihi kwa mujibu wa maandiko. Kwa kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Umeona? Sasa labda nikupe tu sababu kwa nini nasema kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Labda nikupe sababu kwa nini kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Ni kwamba ukisoma Wathesalonike wa kwanza 5:9 inaonyesha kwamba Mungu hakutuagizia ghadhabu. Mungu hakutuagizia ghadhabu. Naomba niisome Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 9. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Mungu hakutuwekea hasira yake. Kwa hiyo hakuna hasira ya Mungu juu ya kanisa. Hakuna hasira ya Mungu juu ya kanisa. Na dhiki kuu ni hasira ya Mungu. Dhiki kuu ni hasira ya Mungu. Wapi ambapo wanasema dhiki kuu ni ghadhabu ya Mungu au hasira ya Mungu? Ufunuo 6:17. Ufunuo 6:17 anasema hivi: kwa maana siku hiyo iliyo kuu ya hasira yao imekuja, ni nani awezaye kusimama? Siku hiyo iliyo kuu ya hasira yao imekuja, ni nani awezaye kusimama? Anapoongelea siku hiyo ya hasira yao, aongelei hukumu ya mwisho, anaongelea dhiki kuu. Kwa maana hiyo ni siku ya hasira na ghadhabu ya Mungu katika ulimwengu. Kama ni siku ya hasira na ghadhabu ya Mungu, basi kanisa halitakuwepo. Tumesoma katika Wathesalonike kwamba Mungu hakutuwekea hasira. Sio, unanielewa? Mungu hakutuwekea hasira. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba hiyo dhiki kuu haitalihusu kanisa. Lakini Wathesalonike hiyo Wathesalonike wa kwanza 1:10 anasema hivi: na kumngojea mwanaye kutoka mbinguni, ambaye alimfufua katika wafu, naye ni Yesu mwenye kutuokoa na ghadhabu inayokuja. Naye ni Yesu mwenye kutuokoa na ghadhabu inayokuja. Hasa hapa unaweza ukaona kwamba anaongelea labda hukumu ya mwisho, hukumu ya Mungu, whatever, lakini ni pamoja na habari ya dhiki kuu, kwa sababu dhiki kuu ni pamoja na hiyo ghadhabu inayokuja. Kwa hiyo huwezi ukaongelea ghadhabu ya Mungu kwa maana ya hukumu ya moto pamoja kabla ya hukumu ya moto, inamaanisha kuna dhiki kuu iko hapo. Kwa hiyo dhiki kuu haitalipata kanisa. Hiyo ni maana moja tu rahisi nyepesi, lakini sasa tunaenda kuangalia maana nzito, maana ngumu, au maana zile ambazo zinaelezea kwa uwazi kabisa. Yesu anapoiongelea dhiki kuu anatoa mfano wa Nuhu, lakini anatoa mfano wa Lutu. Anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Umeona, kama ilivyokuwa siku za Nuhu katika Mathayo 24 pale,
kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, watu walikula na kunywa. Hata Nuhu akaingia katika safina wasijue. Hata Nuhu aliingia katika safina wasijue. Lakini anamtaja Lutu alivyochomoka Sodoma. Umeona? Kwa maana hiyo anapotoa mfano ni kitu hai kinachofanana, picha halisi ambayo ya tukio linalokuja, ni kivuli cha picha halisi ya tukio linalokuja. Kwa maana hiyo sasa, kama Mungu aliweza kumkomboa Nuhu katika hasira yake iliyowakumba ulimwengu, basi ndivyo ambavyo ataikomboa kanisa katika hasira yake ambayo itakuja katika kipindi cha dhiki kuu. Kama Mungu alivyomkomboa yule pale Lutu katika Sodoma wakati wa hasira yake, ndivyo ambavyo Mungu ataliondoa kanisa. Mungu hawezi akaadhibu kanisa na waovu, watakatifu na waovu. Uwaga Mungu hayupo hivyo. Na hata Ibrahimu alipouliza, je, unaweza ukaadhibu wema na wabaya? Akasema, kama kuna wema kadhaa sitaweza kuangamiza. Ni jambo lingine tunalothibitisha kwamba kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu ni kanisa halionekani katika kitabu cha Ufunuo 6 hadi 18. Kitabu cha Ufunuo 6:10 hadi 18 pale, yani sura ya 6, ya 7, ya 8 mpaka sura ya 18, tunaona mpangilio mzuri sana wa matukio ya dhiki kuu. Yani pale ndo unaiona ratiba nzima ya mpangilio wa matukio ambayo yatatokea katika dhiki kuu. Lakini katika mpangilio huo wote huoni kanisa likitajwa hata kwa lugha ya picha, hata kwa lugha ya maana. Huoni kanisa likitajwa hata kwa lugha ya fumbo. Huoni kanisa likitajwa hata katika lugha za asili. Huoni kanisa likitajwa kwa namna yoyote. Kwa maana gani? Kwa sababu kanisa halikuwepo katika matukio na ratiba ya dhiki kuu. Sio, unaelewa? Sasa kwa sababu kanisa halikuwepo, inamaanisha kanisa liliondolewa mapema kabla ya dhiki kuu. Ungeona linatajwa kwa sababu kanisa ndio connection kubwa sana ya matukio ya Mungu. Sasa kama halipo, inamaanisha halikuweza kutajwa. Haliwezi kutajwa kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo Yohana anapoona matukio yote ya dhiki kuu yatakavyotokea katika kitabu cha Ufunuo, halioni kanisa. Kwa maana hiyo kanisa halitakuwepo kipindi cha dhiki kuu. Sasa nini kinachowasumbua watu wengi katika mada hii? Nini kinachowasumbua watu wengi katika mada hii? Kitu ambacho kinawasumbua watu wengi katika mada hii ni hiki hapa: kushindwa kutofautisha kati ya haya matukio mawili, ambalo ni unyakuo na kurudi kwa Kristo kwa mara ya pili. Matukio haya ndio matukio ambayo yanawachanganya watu wengi, na mpaka sasa kuna baadhi ya watu hawatofautishi na hawaelewi kabisa nini maana ya ujio wa Yesu mara ya pili na maana ya unyakuo. Watu wengi wanaamini kunyakuliwa ndo kuja kwa Yesu mara ya pili. Watu wengine wanasema Yesu alisema atakuja aje, mpaka leo wanamaanisha unyakuo, kuondoka kwa kanisa. Sasa unyakuo sio ujio wa Yesu mara ya pili. Ujio wa Yesu mara ya pili, Yesu atakuja baada ya dhiki kuu. Sio, unaelewa? Kipindi cha dhiki kuu kikishapita, Yesu ndipo atakuja kwa mara ya pili. Kwa sasa watu wanaposema Yesu atakuja kwa mara ya pili baada ya dhiki kuu, ndipo watu wanafikiri kumbe unyakuo utakuwa baada ya dhiki kuu, kwa sababu Yesu anakuja baada ya dhiki kuu. Ujio wa Yesu mara ya pili baada ya dhiki kuu. Kwa maana hiyo sasa, kwa sababu Yesu atakuja baada ya dhiki kuu, ndipo watu wengi wanaamini kwamba unyakuo utakuwa baada ya dhiki kuu. Sasa kitu ambacho nataka nikueleweshe leo ni kwamba unyakuo sio dhiki kuu. Unyakuo ni tukio la Yesu kuchukua kanisa lake, ambapo Yesu hatashuka duniani, ataishia katika mawingu, ambapo akishaishia katika mawingu, wakati yuko pale juu mawinguni, vitatokea vitu viwili kwa haraka sana, ambapo mambo hayo mawili yatakayotokea ni wafu kufufuliwa, kitendo cha fasta. Lakini kitendo kingine kitakachotokea cha pili ni kwamba walio hai ambao ndio kanisa watabadilishiwa miili yao na kupewa miili mipya. Kwa hiyo ni kitendo kitakachotokea kwa wakati mmoja na kwa haraka sana, ambapo macho haya ya kawaida hayawezi kukishuhudia kwa jinsi ya uharaka ambapo tukio hilo litatokea. Na tukio hilo litatokea yani ndani ya muda mfupi sana. Yani ile kufumba na kufumbua ni lugha ambayo imetumika katika maandiko ili kuonyesha uharaka wa tukio hilo, lakini kufumba na kufumbua bado sio haraka, kwa sababu itakuwa ni zaidi ya kufumba na kufumbua. Kwa lugha sasa hivi wangesema ndani ya sekunde moja,
lakini tukisema ndani ya sekunde moja, bado sekunde ni kubwa, kwa sababu litakuwa ni la haraka sana. Kwa hiyo yani ndani ya huo muda, hata sekunde haifiki, watu watakuwa washainuliwa, washanyanyuka, watakatifu wote waliokufa katika Kristo. Alafu muda huo wakati hao wananyanyuka, hao wanabadilishwa, alafu kwa pamoja waliokufa ambao wameamshwa na wale ambao wamebadilishwa miili, wote wanaondoka kwa wakati ule ule, wanakwenda mawinguni, ambapo bwana harusi atakuwa anawasubiria pale, ambaye ndio mwana kondoo wa Mungu, ambaye ndiye Kristo Yesu, ambapo atakapokuwa anawasubiria sasa pale, yeye ndio atawachukua kuelekea naye huko paradiso. Sio, unanielewa? Hiyo ndivyo itakavyotokea kipindi cha ziki kuu. Sasa hapo baada ya kutokea unyakuo, ndipo ziki kuu itakapoanza kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza dunia ndio itashuhudia ziki kuu, na hapo kwa sababu kanisa litakuwa limeondoka, katika kitabu kile cha Wathesalonike anasema hivi, hata sasa ile siri ya uasi bado inatenda kazi. Anapozungumzia siri ya uasi, anaongelea nguvu ya mpinga Kristo. Roho ya mpinga Kristo imeshaanza kutenda kazi, lakini anasema azuiaye yupo mpaka atakapoondolewa. Azuiaye yupo mpaka atakayeondolewa. Sasa kwa maana anayezuia ni nani? Wakafikiri ni Roho Mtakatifu. Hapana, ni kanisa ndio azuiaye hiyo ziki kuu isianze, kwa sababu halijaondolewa bado. Ila atakapoondolewa kanisa, inamaanisha sasa ziki kuu itakuwa imekwisha anza, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa yuko na limit. Roho Mtakatifu atakuwa sasa hivi, Roho Mtakatifu ana operate worldwide, lakini kipindi cha ziki kuu hataondoka, atabaki duniani, ila atakuwa amenyamaza kimya. Sio, atakuwa amenyamaza kimya wakati ile nguvu ya uasi itakapokuwa inafanya kazi. Na kama maandiko yanaposema hapana amani kwa waovu, asema Mungu wangu. Hapana amani kwa watu wabaya, kwa watu waovu, asema Mungu. Kwa sababu kanisa halitakuwepo, basi ile nguvu ya uovu itakuwa kubwa kiasi ambacho dunia haijawahi kushuhudia uovu kama utakaoshuhudiwa katika kipindi hicho cha dhiki kuu. Lakini dunia haitashuhudia mateso yatakayotokea kama ambavyo yatatokea katika kipindi hicho cha dhiki kuu. Ni kipindi ambacho kitakuwa ni balaa, yani itakuwa ni hatari kwa mtu ambaye ataachwa, ambaye hatakuwa katika ile safari ya unyakuo, basi atajionea atakayotokea. Yani itakuwa ni balaa sana duniani, kutakuwa ni pabaya. Na mimi namuomba Mungu wakati wa unyakuo nawe uwepo, umeona, na kuombea wakati ule wa unyakuo, basi ile parapanda itakapopigwa, wewe uwe ni mmoja kati ya watu ambao watafanya nini? Wataisikia. Sijui unanielewa mpaka hapo? Sasa kanisa litakuwa wapi kipindi hicho cha dhiki kuu? Kwanza, dhiki kuu itakuwa ni kipindi cha miaka 7. Dhiki kuu itakuwa kipindi cha miaka mingapi? Miaka 7. Umeona, ambapo miaka 7 imegawanywa mara 2. Miaka 7 imegawanywa mara hizi 2, ambapo mara ya kwanza itakuwa ni kipindi cha mkataba wa amani, ambapo yule mpinga Kristo atafanya amani na taifa la Israeli, ataingia nao agano la amani, ambapo miaka 3.5 wale Wayahudi watalivunja lile agano na yule mpinga Kristo, au mpinga Kristo atavunja lile agano la amani na Wayahudi. Sasa baada ya kuvunja hilo agano, umeona, itakuwa ni miaka 3.5 itakuwa ni miaka ya mateso zaidi kwa Wayahudi na miaka ya kutakaswa kwa Wayahudi. Kwa hiyo itakuwa ni balaa sana kwao, itakuwa ni shida nzito ambayo hawajawahi kushuhudia. Unajua Wayahudi wameshuhudia majaribu mengi sana, wameshuhudia mateso mengi sana, wameteseka karne nyingi sana, alafu kipindi hicho ndo wanateseka kuliko vipindi vyote. Alafu Yesu anasema hamtaniona tena mpaka mtakaposema amebarikiwa yeye ajaye katika jina la Bwana. Unakumbuka Yesu walimkataa na akawalilia sana, akasema mara ngapi nimejaribu kuwakusanya kama vile kuku wakusanyavyo vifaranga. Mpaka leo wale watu wamemkataa Yesu, lakini hiyo siku ya kipindi cha dhiki kuu watamlilia sana, watamuomba sana, watamuombolezea sana. Baada ya kumuombolezea sana, ndipo Yesu atashuka kwa mara ya pili duniani, ambapo atakaposhuka kwa mara ya pili atakanyaga mlima Mzeituni. Wakati anapaa Yesu alipaa katika ule mlima wa Mzeituni, lakini wakati anakuja duniani atakuja pale pale katika kilele cha mlima wa Mizeituni, ambapo sehemu atakapokanyaga patapasuka. Umeona, kwa utisho na utukufu ambao atakuja nao, patapasuka kabisa. Alafu sasa atakapokuja, jambo la kwanza atamuua yule mpinga Kristo na kumfungia shetani huko kuzimu, kumfungia shetani huko kwa minyororo.
alafu ataitawala dunia baada ya kuitakasa Israeli. Umeona, ataitawala dunia. Sasa kipindi cha dhiki kuu kanisa litakuwa wapi? Kanisa litakuwa katika harusi ya mwana kondoo wa Mungu. Kitakuwa katika kipindi cha harusi ya mwana kondoo wa Mungu, ambapo kipindi cha harusi ya mwana kondoo wa Mungu kitakuwa ni kipindi cha miaka 7, ambapo miaka 7 tumesema huko chini ni dhiki kuu, kule juu ni kipindi cha mwana kondoo, sherehe au harusi ya mwana kondoo, ambapo kama huko chini jinsi ambavyo vipindi vile vya miaka 7 viligawanywa mara mbili, kwamba miaka 3.5 ni miaka ya mkataba wa amani na miaka 3.5 ni miaka wa kuvunja mkataba ule. Hasa kule juu katika hiyo miaka 7 kutakuwa na vipindi viwili, ambapo kipindi cha kwanza kitakuwa ni kipindi cha awards, kipindi cha tuzo, maandiko yanaita taji. Kwa hiyo kutakuwa na kipindi cha kila kazi ya mtu itapimwa, kazi ya mtu yoyote itapimwa, kila mtu kazi yake itapimwa na itapitishwa katika moto. Maandiko wakati anaandika Paulo aliona lugha nzuri ya picha kuitumia, ni kusema kazi ya mtu itapitishwa katika nini? Katika moto, ambapo zile kazi, kuna kazi za watu zikipita katika ule moto, zikitoka pale zinatoka zinang'aa kama dhahabu, alafu zinabadilika zile kazi kuwa taji, ambapo hiyo taji sasa itakuwa inang'aa hivi, watu wanawaka hivi. Alafu kuna watu wengine taji zao zitafifia, yani zilikuwa kidogo tu ule moto uziteketeze, kwa sababu walikuwa watu wa michanganyo, walikuwa watu hawako serious na Mungu, lakini waliokolewa walikwenda kule kwa, kuna wakati anapoa, kuna wakati anashuka, kuna wakati lakini wote wako kule na taji zao zitakuwa hazijafifia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo vyao vya mbinguni vitaenda kwa taji, wala sio title kama huko duniani. Unaweza kumuona mtu ana title kubwa, ni mtume mkubwa, mtumishi mkubwa, lakini kule mbinguni ukawa umemzidi pakubwa sana mpaka ukashangaa. Ukasema yule baba, yule askofu, yule mtu mzito sana duniani. Alafu ukakuta yani wewe kwa Mungu ndo una cheo kuliko yule. Ndio maana nasema hivi, haya majina ni dhamana. Mungu akikupa jina, hilo jina hilo litumia katika kumrudishia yeye utukufu, wala si kwa ajili yetu wenyewe, ni kwa ajili ya Mungu. Alafu kuna watu wengine watakosa kabisa taji. Yaani hao ndio maandiko anasema kwamba waliokolewa kama kwa moto, ambao wao sasa watakosa kabisa taji. Yaani hata kule mbinguni mnaanza kumzao umeingiaje, kwa nini mwenyewe haelewi kaingiaje, ni mtu amechanganyo, ni mtu kama yupo yani lakini yupo kule juu, si unaelewa? Naye atakosa lile taji, lakini atakuwa tu hayupo jehanamu. Umeona? Wala hayupo katika hukumu. Umeona? Sasa hiyo ni miaka 3.5, ilikuwa ni miaka ya kupewa taji. Kila mtu ana kazi yake inapimwa pale. Alafu baada ya hiyo miaka 3.5 sasa ya taji, alafu itafuata miaka 3.5 ya harusi ya mwana kondoo. Kumbuka alisema ninaenda kuandalieni mahali ili nilipo mimi nanyi muwepo. Naenda kuandalieni sehemu ambapo nilipo mimi nanyi muwepo, ambapo tunaamini kwamba picha ile ambayo Yesu anaionyesha ni picha ya bwana harusi, ambapo bwana harusi jambo la kwanza kabisa akishampenda binti anaenda kumtolea posa, anaenda kumchumbia, ambapo Kristo alilichumbia kanisa kwa damu yake msalabani. Umeona? Sasa baada ya kulichumbia kanisa kwa damu yake msalabani, anasema sasa ninaenda kuandaa sehemu ambapo mimi na wewe tutaenda kuishi. Yaani bibi na bwana harusi wataenda kuishi, kwa anaenda kuandaa mazingira ya kumchukua nani? Kumchukua huyo bibi harusi, ambapo sasa siku ya harusi yenyewe itakapotokea ndio ile siku ya unyakuo, ambapo sasa siku ya unyakuo tunajuaga kabisa, hata kwenye masherehe unakuta bwana harusi anafika sehemu anatulia, bibi harusi anapokuwa anaingia hivi, bwana harusi anaenda anampokea, alafu anaenda naye. Umeona? Kwa yule anaenda anamshika, ndio anakuwa mwenyeji wa nani? Mwenyeji wa yule bibi harusi. Alafu sasa ndio anaenda anamtambulisha kwamba hapa ndio nyumbani. Sio, unanielewa? Ndio maana inaitwa harusi ya nani? Ya mwana kondoo. Alafu baada ya hiyo miaka 7 ndipo ambapo sasa Kristo pamoja na watakatifu wote waliokuwa kwenye ile harusi ya mwana kondoo watashuka duniani kwa pamoja, ambapo tunaona ule atashukia wapi? Pale Mizeituni, ambapo baada ya kushuka hapo na kumuondoa yule mpinga Kristo na kuwatakasa taifa la Israeli ambao lilimlilia na likamkubali kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha hicho dhiki kuu, ndipo hapo sasa kitakachotokea ni nini? Kitatokea miaka 1000 ya utawala wa Kristo, milenia ya utawala wa Kristo. Yesu atatawala dunia kama mfalme kwa miaka 1000, ambapo miaka hiyo 1000 shetani atakuwa akafungwa asiwajaribu tena watu.
Kwa waliopona katika kipindi cha dhiki kuu watatawala pamoja na Kristo, alafu baada ya miaka 1000 atafunguliwa tena kuja kuwadanganya watakatifu wa Mungu, kuja kuwajaribu tena watakatifu wa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikutofautishie matukio yalivyo, ni kwamba kanisa halitapita kipindi cha dhiki kuu. Alafu panapo majaliwa, somo lijao tutaongelea vita ya El Magedonia. Tutaiongelea vita ya El Magedonia. Hii vita ni aina gani? Naomba usitoke hapa ulipo, baki hapa hapa ulipo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni kama unavyoziona hapo. Kwa mchango, sadaka na support unaweza ukazitumia namba hizo hapo. Pia kwa maombi, ushauri, maombezi, pia namba hizo zitakufaa pia. Kama hujasubscribe, nikuombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki.